Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News kupitia kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Wakati huu tunatazama ripoti zinazoliangalia jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran IRGC namna lilivyojipanga kwa mara nyingine tena kurudi katika mapambano. Katika kipindi cha vita vya siku 40 ambapo Marekani ilivianzisha mnamo Februari 28 vilivyowaua viongozi kadhaa wa kijeshi pamoja na kisiasa akiwemo kiongozi mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Jamhuri hiyo ya Kiislamu kupitia jeshi lake la IRGC lilijibu vikali kwa kufanya mashambulizi katika eneo zima la Mashariki ya Kati ikiwa ni pamoja na mataifa ya Ghuba, lakini pia na kuangazia zaidi katika eneo la Israel. Iran ilifanya mashambulizi kwa kutumia makombora ya zamani, lakini baadaye ikaingia katika mpango wa makombora yake ya kisasa ya kizazi kipya, makombora ambayo kimsingi baadhi yao yalikuwa ni yale ya makombora ya vishada, makombora ambayo yamekuwa ya kutawanyika. Wakati ambapo vita vilikuwa vikiendelea, mipango ya Marekani na Iran ilikuwa ni kuangusha utawala huo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, lakini pia kuhakikisha Iran isiyokuwa na nyuklia, kadhalika kuhakikisha kwamba Iran haiwi na makombora ya masafa marefu, jambo ambalo lingeweza kuidhoofisha nchi hiyo katika upande wa jeshi. Sasa tutazame ni namna gani ambapo sasa Iran imejiandaa kwa ajili ya vita vya mara nyingine tena, kutokana na mvutano unavyozidi kuongezeka, lakini pia kutokana na kwamba Iran haikubaliani na matakwa yote ya Marekani. Kuna uwezekano mkubwa makubaliano yasiende kufanikiwa kutokana na kwamba Marekani ina misimamo mikali ikishirikiana na Israel na inataka kile inachokitaka kwamba wa Iran hawapaswi kuwa na silaha za nyuklia, lakini waondoe mfumo wao wa uranium iliyorutubishwa, na mfumo huu utaondolewa na Marekani wenyewe. Kadhalika kuhusu suala la makombora ya masafa marefu pamoja na kuzuia mlango wa bahari wa Hormuz, lakini pia na mambo mengi ambayo wa Marekani wameyataja. Wa Iran katika siku hizi 14 wanaonekana kujipanga zaidi katika vita hivi. Wa Iran ambao wanadai kwamba wana silaha hatari zaidi, wanasema kwamba katika kipindi kijacho mapambano ambayo watayaonyesha dhidi ya Marekani ni ya aina yake. Iran ilithubutu kutumia makombora ya umbali wa kilomita 4,000 na hili bado linaonekana kwamba ni hatari zaidi. Hii inamaanisha kwamba huenda Iran ikawa na makombora ya masafa marefu zaidi kupita kilomita hizo 4,000. Hiki ndicho ambacho wachambuzi wa mambo wanakiona. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba hata Marekani yenyewe kupitia shirika lake la ujasusi la CIA imekuja na taarifa kwamba wa Iran wanafukua makombora yao ambayo yalifukiwa katika vifusi. Baadhi ya maeneo yenye makombora ambayo yapo chini ya ardhi inadaiwa kwamba yalifukiwa na vifusi, lakini pia inadaiwa kwamba katika maeneo ya makombora ni kwamba kuna milango mingi, na hivyo makombora hayo yanadaiwa kwamba yapo salama. Ripoti zinaeleza kwamba makombora ya Iran yapo salama, hayakuathirika, na kwamba ni maeneo tu ya baadhi ya milango katika miundombinu ya maeneo ya maficho ya silaha zao ndiyo ambayo yalizibwa tu. Lakini wakati huu Iran inafanya utaratibu mpya wa kuyafukua makombora hayo na kuyahifadhi zaidi na kuyaandaa kwa ajili ya mapambano. Hizi ni silaha za kisasa zaidi ambazo zinatajwa na ndizo ambazo zitatumika katika jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Msemaji wa jeshi la Iran Bwana Zulfakar amesema kwamba sasa wanaenda kufanya udhalilishaji dhidi ya jeshi la Israel pamoja na Marekani na washirika wake katika Ghuba. Na ikumbukwe mnamo siku ya Jumatano Said Eravani alitoa taarifa kwa spika wa bunge kwamba baadhi ya nchi katika Ghuba zilitumia makombora yao yaliyotengenezwa ndani kuishambulia Iran, na hivyo Iran inaamini kabisa baadhi ya mataifa hayo sasa ni maadui zake, na hivyo kama vita vitatokea ni kwamba maslahi yote yaliyosalia ya Marekani katika mataifa ya Ghuba yatashambuliwa vibaya. Lakini zaidi wachambuzi wakiona Israel ambayo itaenda kufanyiwa mashambulizi makali na maangamizi makali. Hata hivyo wasiwasi mkubwa uliopo ni juu ya mifumo ya ulinzi wa anga wa Israel pamoja na Marekani, hasa mfumo wake wa ulinzi wa anga wa Iron Dome na THAAD na miundo mingine ya ulinzi wa anga. Makombora ya Iran kwa wakati huu yanaonekana kutowezekana kuzuiwa. Lakini jambo lingine ambalo wakati huu linaonekana ni juu ya namna ya kuizuia Marekani pamoja na Iran pamoja na Israel
katika mashambulizi dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Licha ya kwamba Iran imejipanga, lakini wachambuzi wanatazama upande wa pili kwamba je, Iran katika kipindi cha wiki mbili hizi ambapo imejiandaa kwenye upande wa mapambano zaidi, italilindaje anga lake? Ripoti zinaeleza kwamba wa Iran wakati huu wa wiki mbili za usitishaji wa mapigano wanaotengeneza mfumo wao ulinzi wa anga, kadhalika na hili linafanyika huko Israel. Lakini pia imetajwa China imepeleka mfumo mwingine wa ulinzi wa anga, licha ya kwamba Marekani imeionya China isije kathubutu kupeleka silaha, lakini taarifa zinadai kwamba China imepeleka mfumo mwingine wa ulinzi wa anga. Lakini zaidi wachambuzi wanasema vita hivi vitakuwa ni vikubwa mno, kwani ikiwa maslahi ya China yataathiriwa kwa mara nyingine tena, lakini pia namna ambavyo wa Iran wamekuwa na ushirika na Urusi, kuna uwezekano Urusi ikaipatia silaha zingine nchi hiyo, na licha ya vitisho vya rais wa Marekani Donald Trump, huenda vita hivi vikawa vikubwa zaidi katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii uweze kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Dama Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.